Yes, mtazamaji wa Mtaani TV, karibu tena. Ni siku nyingine tunakutana hapa kujadili masuala mbalimbali ya michezo, na leo hii tunakwenda kuangalia taarifa kutoka katika kambi ya klabu ya Simba Sports Club, taarifa ambayo inamuhusu kocha wa muda wa timu hiyo Suleiman Matola, ambaye taarifa za jana usiku ambazo zimetufikia kwenye dawati letu la michezo hapa Mtaani TV ni yeye kuondolewa kwenye majukumu yake ya kuwa kocha msaidizi kwenye kikosi cha Simba, ili Simba wapate nafasi ya kuajiri kocha mpya ambaye atakuja sambamba na wasaidizi wake. Suleiman Matola, ni maamuzi ambayo yamefikiwa ya kumuondoa kwenye kibarua chake cha Simba ni mara baada ya matokeo mabovu ambayo ameyapata jana katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara baina ya Simba Sports Club ambao walikuwa wenyeji dhidi ya Azam FC katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, mchezo ambao ulimalizika kwa Azam FC kupata matokeo ushindi wa magoli 2-0, magoli ya Jeffrey Kitambala pamoja na Idi Selemani Nado. Na ni mchezo wa kwanza kwa Suleiman Matola anapoteza kio kama kocha mkuu wa muda wa kikosi cha Simba mara baada ya kuiongoza timu hiyo na katika michezo 4 ya ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu huu wa mwaka 2025 2026, akiwa kama kocha msaidizi wa muda. Tunafahamu michezo mitatu iliyopita akiwa kama kocha mkuu wa muda, Suleiman Matola alishinda michezo yote mitatu. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni dhidi ya Namungo ambapo alishinda kwa magoli 3-0. Mchezo wa pili akacheza na Fountain Gate na akashinda pia kwa magoli 3-0. Mchezo mwingine ambao aliachiwa timu kutoka kwenye mikono ya mwalimu ambaye alifukuzwa, meneja mkuu Dimitar Pantev, ulikuwa ni mchezo ambao ulifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambao Simba Sports Club walishinda kwa jumla ya magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City. Unakumbuka mchezo ambao magoli ya Simba yalifungwa na Jonathan Soa, magoli yalifungwa na Morris Abraham pamoja na Mohamed Bajabir. Ni mchezo wa mwisho ambao ulifanyika Alhamisi ya wiki iliyomalizika, lakini mchezo ambao umefanyika siku ya jana Jumapili dhidi ya Azam FC, matumaini ya mashabiki wengi ya Simba yalikuwa ni makubwa sana juu ya timu yao, lakini pia kwa kocha Suleiman Matola kwa records ambazo walikuwa wameanza nazo msimu huu, na pengine endapo kama angeshinda mchezo wa jana, tayari viongozi wa klabu ya Simba walikuwa wameshaandaa mazingira kumpa mkataba wa kudumu wa kuifundisha kikosi hicho mpaka mwishoni mwa msimu huu wa 2025 2026. Lakini ndio hivyo, matukio ya jana kama yameisha kwa Simba kupoteza, na ni matukio ambayo yaliwahuzunisha mashabiki kwa kiasi kikubwa, mashabiki wa Simba, kwa sababu hawakutarajia kile ambacho walikiona kwenye namna ambavyo Matola alikipangilia kikosi chake, kwa sababu ukiangalia kikosi cha Simba, ukiangalia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, mfungaji wao bora ni Jonathan Soa ambaye yeye ana magoli 3, lakini kwenye mchezo muhimu dhidi ya Azam FC hakucheza hakuanza kwenye mchezo huo, na badala yake akaingia timu ikiwa imeshapoteza katika dakika 9-8 za mwisho, kitu ambacho hakikuleta utofauti wowote kwa sababu aliingia tayari timu ikiwa imeshapoteza. Lakini selection nyingine ambayo iliwakera mashabiki wa Simba na viongozi kwa taarifa nilizonazo ni inclusion ya Joshua Mutale ambaye tangu amesajiliwa Simba Sports Club msimu uliopita 2024-2025 amecheza michezo 24 jumla ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC pasipo kufunga goli lolote, na jana alipata nafasi kadhaa akazipoteza. Kwa hiyo watu wengi hawakuona kama kuna haja ya Joshua Mutale kuanza kikosi cha kwanza, na ndio hivyo basi Matola akawa ameanza yeye, akawa amemwanzisha Joshua Mutale kwenye namba 10, huku akimweka nje top scorer wa timu ya Simba Sports Club Jean Chale Ahoua bila kumpa dakika yoyote kwenye mchezo wa jana dhidi ya Azam FC. Nafasi ya Jonathan Soa ilianza kwa Stephen Dese Mkwala ambaye msimu huu hajafunga goli lolote katika michezo yote ambayo amecheza ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, na mchezaji ambaye ni top scorer wa timu Jonathan Soa akaanzia mkeka, akacheza dakika 10 za mwisho, huku Stephen Dese Mkwala akipata nafasi ya kuanza, mchezaji ambaye ama mshambuliaji ambaye hana goli lolote katika kikosi cha Simba msimu huu mpya wa ligi. Sasa ndio hivyo, Simba tayari wameshafanya maamuzi kwa mujibu wa vikao ambavyo vilikuwa vinaendelea siku ya jana. Wameamua kuachana na Suleiman Matola na watu ambao walikuwa anafanya nao kazi kama wasaidizi wake, na taarifa ambazo ninazo
ni kwamba tayari Simba Sports Club mchakato wa kutafuta kocha mpya unaendelea, kama ambavyo niliwahi kutaarifu siku chache zilizopita nikiripoti taarifa ya Simba kufanya mazungumzo na mwalimu wa timu ya taifa ya Morocco chini ya miaka 23 Tariq Sektou, ambaye mazungumzo bado yanaendelea. Lakini ukiachana na Tariq Sektou, majina mengine mawili ambayo yamefika mezani kwetu ni jina la Mohamed Sahel. Huyu ni kocha ambaye ana asili ya Tunisia lakini ni raia wa Austria, ambaye ana uzoefu wa kulifundisha soka la Afrika kwa sababu mwaka 2020 msimu wa mwaka 2024 alikuwa anafundisha huko Tunisia katika klabu ya US Monastir, lakini pia mwanzoni mwa mwaka huu alipata kibarua katika klabu ya Club African. Timu hii pia moja kati ya timu kubwa pia katika soka la nchini Tunisia. Kocha mwingine huyu Mohamed Sahel ni ana umri ambao haupishani sana na mwalimu ambaye Simba Sports Club walikuwa wanamtazama kutokea nchini Morocco, Tariq Sektou. Hawa wote wana umri wa miaka 47. Lakini jina lingine ambalo limefika kwenye dawati letu ni jina kutoka nchini Afrika ya Kusini, kwa kocha ambaye ni mkongwe katika soka la nchini Afrika ya Kusini, Steve Barker. Huyu ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana soka la Afrika ya Kusini, lakini soka la Afrika kwa ujumla, kwa sababu amedumu almost career yake yote ya ufundishaji imebobea katika soka la Afrika. Na huyu ni kocha ambaye kwa sasa hivi Steve Barker anaifundisha timu ya Stellenbosch ambayo msimu uliomalizika walifika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, katika mchezo ambao katika nusu finali ambayo walikutana na Simba Sports Club, na Simba wakaweza kuwatoa Stellenbosch kwa aggregate ya goli 1-0. Lakini ni mmoja kati ya makocha ambao uwezo wake wa kimbinu na uzoefu wake kwenye mashindano makubwa ya soka la Afrika yaliwashangaza watu wengi, kwa sababu msimu uliopita bingwa mtetezi ambaye alikuwa anashiriki kombe la shirikisho alikuwa ni Zamalek, na hawa Stellenbosch ndio walimtoa Zamalek kwenye hatua ya robo finali, na walimtoa katika uwanja wa nyumbani wa Bogerarab huko Cairo nchini Misri. Kwa hiyo Steven Barker ni mmoja kati ya makocha ambao pia jina lake limefika mezani kwamba naye anahitajika kuja kuifundisha Simba Sports Club katika kipindi ambacho Simba wamepoteza almost makocha wawili. Alianza Fadlu Davis, akafuata meneja Dimitar Pantev, na hivi sasa ameondolewa Selemani Matola kwa taarifa zilizopo, na yeye ametolewa kwenye majukumu yake. Kwa hiyo tutarajie ligi itakaporejea na Simba utakapoanza maandalizi kuelekea mechi zinazofuatia mwezi Januari mapema mwakani, basi watakuwa na benchi jipya la ufundi. Atakuwa ni Tariq Sektou, kocha wa timu ya taifa ya Morocco chini ya miaka 23. Atakuwa ni Mohamed Sahel, kocha huyu raia wa Austria mwenye asili ya Tunisia, ama atakuwa ni Steve Barker. Endelea kuwa nasi hapa Mtani TV. Taarifa nyingi kutoka katika kambi ya klabu ya Simba utazipata kutokea hapa. Endelea kusubscribe, endelea kushare na kulike, lakini pia usiache kutuandikia maoni yako kuona ni nani kocha yupi na anafaa kuifundisha klabu ya Simba Sports Club kuelekea michezo ambayo inafuatia ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini pia michezo ya klabu bingwa barani Afrika, michezo ambayo imekomea katika michezo miwili ambayo Simba Sports Club michezo yote miwili ya mwanzo wamepoteza.